Kenya's President Uhuru Kenyatta and William Ruto and NASA co-principals Moses Wetangula have met at the burial ceremony for the late Yvonne Wamalwa, wife to the late Michael Kijana Wamalwa. The two political sides, Jubilee and NASA, are logheads over the oathing of the NASA leader Raila Odinga as a people's president on Tuesday. And two NASA top members are at this moment in police custody. Our reporter Elvis Osgoy is following up on the events there. But before we speak to Elvis, let's listen in to some of the comments from the political leaders attending that ceremony. Mimi nasimama hapa kama kiongozi wa alternative government. Mimi na Raila na Kalonzo na Mudavadi wana NASA. Na mimi najua Trans Nzoia majority ni wana NASA. Tuko hapa kumzika mama ambaye alikuwa mke wa mwanzilishi na kiongozi wa chama chetu. Mama Yvonne, ukifika huko umwambie ndugu yetu Wamalwa kwamba Trans Nzoia bado iko mikononi ya Ford Kenya na gavana ni wa Ford Kenya. Waambie Mheshimiwa Wamalwa ndugu yetu hayati kwamba kule Kenya leo wananchi hawezi kuona TV zimezimwa. Waambie ndugu yetu Wamalwa kwamba kule Kenya umetoka, viongozi wa upinzani wote wamenyang'anywa security na bunduki zao. Waambie ndugu yetu hayati Wamalwa ya kwamba wana NASA wako na strategy yao. Waambie Mheshimiwa Wamalwa kwamba tuliapisha Raila, tunangoja kuapisha Kalonzo. Na mimi nimesikia Mama Nangama akisema, na kushukuru dada yangu, ulisema lazima tuwinde pamoja. Excellent. Kwa sababu kila mtu anajua ni Wetangula anawinda na nyinyi mnakuja kuwinda na yeye. Na kukaribisha sana na wenzako mkuje tuwinde pamoja. I want to finish by saying this. Ndugu yangu William, our country is having serious challenges. And nobody can dip his head in the sand and think all is well in Kenya. We need a national conversation about our country. We need a national conversation about our country. We can't say that we respect the rule of law, and when a court order is going to be served on an institution, the police are sent to beat up and chase away Okia Omtata. That is not the Kenya we want. That is not the Kenya we want to have. That were made, including a military aircraft flying my sister-in-law home, everything, Your Excellency. We want to say thank you to you and His Excellency the President. And also to say thank you because after Wamalwa died, Kibaki hakusahau mjane wake. Rais Kibaki hakusahau familia hii. Mnakumbuka aliteua sister-in-law wetu Yvonne kuwa balozi. Na hata baada ya yeye kutoka ofisini, wakati Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto wameingia, bado waka maintain Yvonne kama balozi kwa hii serikali. Kuna wale waliokuwa wanaeneza uvumi ya kwamba serikali hii ilikuwa imemtupa Yvonne, imemfuta kazi. Her immediate boss, her sister, her friend Amina has said here ya kwamba Yvonne was already working with the government. She continued to serve this country. And tafadhali, if you do not have information, just check with the family. And I want to say so sababu kuna watu who might even purport to speak on behalf of the family na hawajui yale wanasema. Mheshimiwa Chris, you said Yvonne had been sacked
You have heard it from her boss, Amina. Yvonne was still an employee of the government. Amekufa kama balozi. Now that information was not correct. Pia, I know wewe ni mbunge wa area hii, umetetea watoto, but this family also has a spokesman who happens to be Eugene Wamalwa, and already we have relayed through the deputy president, mwenyewe atakuja kusema hapa serikali itafanyia nini familia hii na hawa watoto wa marehemu. Wako hapa watoto, wako shuleni, they're in college. Mheshimiwa Deputy President will tell you what they will be doing both in Australia and back home. Nataka pia niseme kwa niaba ya familia ya kwamba wakati Yvonne ameaga akiwa serikalini, Mheshimiwa Kibaki pia alinitunukia heshima kubwa sana kuwa waziri wa haki na masuala ya katiba. I worked very closely with President Kibaki, Prime Minister Raila Odinga, Honorable William Ruto, Uhuru Kenyatta in the last administration. And when they took over office, again I was privileged to serve in this administration. And yet again, on the day I was appointed, tulikuwa tumekaa nyumbani kwa Yvonne. Tulikuwa tumekaa na kamati. Wengi mulikuwa na wasiwasi. Hata pia mimi nilikuwa na wasiwasi, nisidanganye. Wakati ujumbe ulikuja kweli, tulikuwa tunalia na hatukujua tulie ama tufurahi, lakini ilikuwa heshima kubwa. Your Excellency, I just want to say, though others have spoken on my behalf, on behalf of my family, we are deeply grateful for the honor of yet again serving this great country. Na tutaka tumalize sababu Bishop alikuwa amesema tunaanza misa saa 7, na kabla His Excellency hajakuja, nataka nimshukuru my big brother Senator Moses Wetangula. Amesema jambo la maana hapa sana. Amesema ya kwamba lazima tubadilishe our brand of politics. Haswa kama nyumba ya Mrembe, tumekuwa na siasa ambayo imekuwa haitupeleki mbele. Siasa ya kugawanyika, siasa ya matusi, siasa ya madharau. Na nataka niseme what Senator Moses Wetangula has said here is very important. I wish my brother Musalia Mudavadi was here also, and others, because the politics and the intolerance in Western Kenya must change. We must change our politics kama nataka tuheshimike na nchi hii. Na nasema haya sababu I noticed some intolerance. Wengine mulisikia wakati wa Christmas, hata nilikuwa nimetembea Vihiga huko kidogo. There were serious levels of intolerance. Na mimi nataka Wetangula waambie Musalia, whatever happened, tulisameana. He's free to come. And I was really hoping he would come here today. Watu wa Trans Nzoia hawana maneno, hawana ubaguzi, hawana kurusha mawe. Hawa wanakaribisha watu wote, vyama vyote, dini zote. Sio ni kweli? So you are all free to come here to sell your policies. Na nataka tuseme ya kwamba hata tukiwa vyama tofauti, we should not accept this intolerance. Sababu mimi nakumbuka wakati tumekuwa na marehemu Wamalwa kijana na Masinde Muliro. Wakati huo sisi tulikuwa tunasupport jirani wetu wa mkono huo, Jaramogi Oginga Odinga na Raila Odinga. Tukiwa kwa Ford Kenya. Wakati Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Musalia wamekuwa kwa KANU, wakisupport jirani wetu Daniel Toroitich Arap Moi upande wa KANU. Hakuna siku mulisikia Wamalwa akiita Wetangula ama Mudavadi wasaliti sababu walikuwa na support Mkalenjin. Mulisikia kweli? Na sasa wakati huu, hata kama Mheshimiwa Wetangula na Musalia wana support baba, na baba ni rafiki wa hii familia, hata amekuwa na sisi kule Nairobi. Sijui kama mliona akileta ujumbe wake. Hata hapa mimi nimemkaribisha Nairobi, nimemwambia aje hapa because Raila Odinga is a friend of this family. Hakuna siku mumesikia sisi tukisema Wetangula ama Musalia ni wasaliti sababu wana support upande ule. Sisi pia tunataka tupewe hiyo heshima wakati tuko serikalini. I'm not here ati nimeleta tumbo yangu jamani. Mimi nikiwa hapa nikipewa hii bendera, I'm only the flag bearer, but the flag is yours. Heshima hiyo ni ya kitaifa, nataka tushukuru pamoja. Na nataka nishukuru Chris. Unajua huyu Chris ni mbunge wangu. Sababu Chris aliposimama hapa alishukuru
sababu ya uteuzi wangu kama waziri. Simpigie makofi jamani. Licha ya kwamba yeye ako umrengo ule mwingine, si alishukuru? Kidogo Senator Wetangula alisahau kushukuru, sijui kama amefanya. Lakini sisi tunataka tuseme Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Raila Odinga ni majirani zetu. Odinga ni jirani wetu upande ule wa Nyanza, Ruto ni jirani wetu upande huu. Na hapa nimeona mabishop wote ambao tunaheshimu sana. Bishop Crowley mwenyewe ako hapa. Bishop Stephen Kewasis ako hapa. Bishop Silas Yego na bishops wote tunawaheshimu wako hapa. Na walifunza Yvonne Biblia na walinifunza Biblia, na katika Agano la Kale ukisoma vitabu vyote kule kulikuwa na amri 10 wakati wa Agano la Kale. Lakini Agano Jipya kuna amri moja tu ya upendo. Mpende jirani wako na Mungu wako. Hayo ndio mafunzo hawa mabishop wametufunza. Na mimi kama Mkristo nimesoma vitabu vyote vya Biblia kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Sijawahi sikia kwa Biblia wakisema mpende tu jirani wa mkono huu na usimpende jirani wa mkono huu. Iko kweli? Kuna kitu kama hiyo kwa Biblia? Kwa hivyo kwa niaba ya familia nasema asante. Ni Mungu anakupa jirani, sio wewe unachagua jirani. Raila Mungu ametupa kama jirani wetu upande ule, na upande huu William Samoei Ruto ni jirani wetu na ni rafiki wa hii familia, na ninamkaribisha aje aombeleze. Welcome your excellency. Muy jala. Familia ya mama wetu mpendwa, familia ya Wamalwa, watoto wa marehemu Yvonne na Mike Wamalwa, ndugu viongozi wote, majirani, watu wa kaunti hii ya Trans Nzoia, pamoja na Wakenya wote kutoka sehemu mbalimbali na marafiki, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawaje tuko na majonzi leo, tukiwa tumefika hapa kama marafiki wa familia hii ili tumpe safari ya heshima ya mwisho mama huyu mfanyikazi wa taifa letu la Kenya. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia muda wa kuishi na wa kutumikiwa na mama Yvonne mbele akiwa mke wa naibu wa rais na baadaye kama balozi katika wizara ya mambo ya nje. Mimi nimefika hapa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali ya Kenya, tukiwa tumefika hapa katika safari hii ya mwisho kwa mmoja wetu ambaye tulifanya kazi na yeye serikalini hadi juzi wakati Mungu alimpumzisha. I want to say on behalf of the government of Kenya to the family, our very deep and sincere condolences to you for the loss of this great woman, a lady that served this country with outstanding commitment and dedication. She had a lot of passion in everything that she did. I remember when we were hosting TCAD, she was a central person.
about a year and a half ago when we were hosting TICAD. And she committed herself in a selfless and humble manner, even after serving as the wife of our former vice president. She carried herself with a lot of humility and served this country with outstanding dedication. And we have come here to celebrate the life of a great woman, a Kenyan lady. Ningependa vile vile kusema ya kwamba familia ya Wamalwa wamechangia sehemu kubwa katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, kutoka hayati kijana Wamalwa kupitia kwa Yvonne Eugene Wamalwa na members wengine wa familia hii ambao wamefanya kazi mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya, wakitumikia taifa hii kwa kujitolea. Na tumekuja hapa kama Wakenya kusema poleni. We are standing with you. Familia wanajua, sitaki kueleza mambo mengi ambayo tunafanya kati ya serikali na familia hii. The family itself knows the commitment of the government of Kenya in so far as the family of Yvonne and kijana Wamalwa is concerned. Mimi tu ningependa kusema vile tumeulizwa na familia juu ya watoto wa Yvonne na kijana Wamalwa. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto bado wako shuleni, walikuwa wanasoma hapa, na wameuliza ya kwamba kama inawezekana ili waweze kupata njia ya rahisi ya kufanya masomo na tuondoe ile trauma pengine imewapata kwa sababu ya kumpoteza mama yao, kwamba ingekuwa vizuri kwa sababu walikuwa wameanza masomo yao kule Australia, waweze kurudi huko, waweze kukamilisha masomo yao huko. Na kama serikali ya Kenya tumekubali ya kwamba tutagharamia masomo kule Australia ya watoto wa ndugu yetu Wamalwa, na mbali na kugharamia masomo yao, pia tumeulizwa dada yake Yvonne Jackie ambaye yuko hapa aweze kupatiwa kazi kule Australia, ndio aweze kuangalia hawa watoto wakati wanasoma. Na vile vile tumekubali ya kwamba tutampatia nafasi ya kufanya kazi kule Australia, ndio aweze kusimamia watoto hawa wa Yvonne wakiwa kule shuleni. Vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba uhusiano wetu na familia hii, mbali na siasa upande huu na siasa upande mwingine, tumekuwa ni wamoja. Huyu ndugu yangu Eugene Wamalwa, hata ingawaje tulikuwa vyama tofauti, 2013 aliunga mkono Musalia Mudavadi, lakini hakufika mbali sana. Lakini wakati tuliunda serikali tukamtafuta Eugene, hata ingawaje alikuwa ameunga mwingine, tukamweka kama waziri katika serikali ya Kenya kwa kutambua heshima ya familia ya Wamalwa. Tena safari hii tumeungana na Eugene Wamalwa, tumeungana na kina Lusaka na kina Washiali na wengine na kina Kombo hapa na wengine, tukaenda kuwinda ile mbunge wa Kimilili hapa Chris amesema. Wao walienda kuwinda na sisi tukaenda kuwinda, na tukaungana na Eugene.
na tukawinda. Mungu akatujalia, sasa Eugene ni waziri, sasa Kihalangwa hapa ni PS, sasa Lusaka ni speaker, Rashida Echeza kutoka kule Mumias ni waziri, ule jamaa wa Budalangi rafiki yangu na Mwamba ako na kazi, na bado maneno iko, kwa sababu tulienda tukawinda tukapata. Sasa mimi nataka niwaeleze, nakubali yale viongozi wenzangu wamesema. Kenya hii lazima tutafute njia ya kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja, ndio Wakenya waweze kuishi kama ndugu moja, watu wa Mungu mmoja. Mimi nakubaliana na viongozi hawa, na hiyo ndio imekuwa msimamo wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi wote kwa Jubilee. Na ndio sababu leo Jubilee tuko na wabunge, MCAs, senators, governors kwa counties 41 Kenya, kati ya counties 46, because we believe in building bridges of unity, togetherness and brotherhood in our great country. Na hatutarudi nyuma na hatutachoka kujenga hiyo daraja ya urafiki, kwa sababu siasa ya ukabila na chuki na kutengana imetupatia hasara kubwa katika taifa letu la Kenya. And we must refuse and we must resist the politics of hate and tribalism and ethnicity, so that we can be one united nation as a country. Na hiyo nasema bila kusita, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Si ni kweli jameni? Lazima tuambiane ukweli. Mimi nashukuru ndugu zetu wamesema ya kwamba lazima tufuate katiba ya Kenya, na hapo ndipo tunasimama kidete pamoja na kila Mkenya. Tufuate sheria, tufuate katiba ya Kenya, na hakuna mtu ambaye is above the law or above the constitution in Kenya. All of us, irrespective of who we are, we must submit to the dictates of the Kenyan constitution. We must. Na mimi nawauliza ndugu zangu, wametuambia ya kwamba ni vizuri tuongee. Mimi nawaambia tuko tayari kuongea vile mamilioni ya vijana wa Kenya watapata kazi. Tuko tayari kuongea vile tutazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Tuko tayari kuongea vile tutakuwa na bima, kila mwananchi ya Kenya asisumbuliwe tena, auze nyumba yake, auze shamba yake, auze ng'ombe yake, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka wawe na bima ya NHIF, kila mwananchi alipiwe bili ya hospitali na bima ambayo inasimamiwa na serikali. That is the discussion we want to have. Lakini kama mnataka tuongee ati nani atakuwa rais, sijui nani atakuwa makamu ya rais, sijui nani atakuwa nani, hiyo we are not qualified. Watu wenye kupanga hiyo maneno ni wananchi wa Kenya. Hawa ndio wanaamua, na wakishaamua ni kama ile tuliambiwa na Chinua Achebe, God's case no appeal. Wananchi wameamua, wameamua. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zangu, najua Moses Wetangula ni rafiki yangu, na mimi niliwaambia, lakini hawakunisikia. Mimi niliwaambia mumechukua muda mrefu sana kuamua nani kiongozi wenu. Miaka 3 mnazunguka, mnaenda seminar, mnaenda retreat, mnarudi workshop, mnafanya mpaka mkachelewa. Sasa mngeshindana na sisi namna gani? Sisi tulijipanga mapema.
Sasa mambo imekwisha. Sasa mnataka kutuletea kisirani. Sasa kisirani ya nini my friend? Situngojee tena iko uchaguzi mwingine 2022. Hapo lazima tuambiane ukweli. Kudanganya wananchi ya kwamba kutakuwa na uchaguzi mwingine sijui next week ama sijui next month, hiyo ni uongo ya mchana bwana. Uchaguzi ni ile ya 2022. Na mkikaa vile mnakaa tena, shauri yenu, mambo itaharibika tena huko mbele. Anyway, leo sio siku ya kuongea maneno mingi. Mimi pia naomba kwa unyenyekevu, my friends. Kwa kweli mimi naomba kwa unyenyekevu ndugu yangu Moses, our big brother Raila Odinga, Musalia Mudavadi, jameni, Kenya hii ni yetu sisi zote. Wakati mambo imekwisha, tuwe wangwana. Mambo imekwisha bwana. Kujeni tuketi chini sasa tupange maendeleo ya wananchi. Alafu Kenya iweze kwenda mbele. Kwa heshima nataka sasa nisome risala ya rambirambi kutoka kiongozi wa taifa na rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Message of condolence to the family, relatives and friends of the late Yvonne Nambia Wamalwa.